Oh yes, mwana sawa sawa digital, hope uko poa kabisa. Tunajua katika maisha yetu ya kawaida kumekuwa kuna sherehe nyingi sana ambazo zinakuwa zinatokea, na lakini pia sisi kama wanajamii, lakini pia kama watu tunaweza kuzifanya. Mfano, nikiwekea mfano sherehe za mwaka mpya. Watu wengi kama sisi wa Tanzania kumekuwa kuna matukio tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanafanyika mara baada ya mwaka kuweza kubadilika. Watu wengi wanafanya masherehe, wanazunguka mabarabarani, wanapiga kelele, watu wengine wanachoma matairi, wengine wanafanya vurugu, zinakuwa ni nyingi sana mtaani. Yani yote hii ni kuhusiana na masuala mazima tu ya sherehe, watu wengi kuweza kusherekea tunasema. Sasa kuna story ambayo imetokea huko nchini Hungary. Ni moja kati ya sherehe ambazo huwa zinafanyika huko. Sasa serikali imeweza kutoa tamko lake kuhusiana na sherehe hizo. Sasa bunge la Hungary limeweza kupitisha marekebisho ya katiba ambayo inaruhusu serikali kupiga marufuku matukio ya hadharani yanayoandaliwa na jamii ya LGBTQ ambayo inafanyika huko nchini Hungary. Sasa marekebisho hayo yalipitishwa siku ya Jumatatu kwa misingi ya vyama kwa kura 140, na hizo ndizo za ndio zilikuwa 21 na za hapana ambapo ndo zilikuwa kura za 140 zilikuwa ndio, lakini pia kura 21 ndo zilikuwa za hapana, kwamba watu waendelee, lakini kura 140 zimeruhusu kwamba kufungwa sherehe hizo ziendelee kufanyika. Sasa yalipendekezwa na muungano tawala wa Fidesz KDNP ambao unaongozwa na waziri mkuu wa mrengo wa kutulia Viktor Orban ambaye anapatikana huko nchini Hungary. Sasa kabla ya kula, ilikuwa ni hatua ya mwisho kabisa kuweza kupitisha marekebisho hayo ya wanasiasa wa upinzani na waandamanaji wengine ambao walijaribu kuziba milango wa gereji ya maegesho ya bunge. Polisi walitoa waandamanaji hao kwa nguvu. Sasa mara baada ya issue hiyo kuweza kupitishwa, watu wakaanza kuandamana, wakafika pale ambapo tunasema zile parking au zile garage za wabunge au magari ya bunge ambapo yanakuwa yanarekebishwa. Washikaji wakawa wameandamana kwamba kwa nini mnazifuta sherehe hizo za ambazo zinafahamika kwa jina LGBTQ ambazo zinafanyika huko. Watu ni kupinga mpaka mwisho. Serikali ya Hungary imekuwa ikifanya kampeni dhidi ya jamii za LGBTQ katika miaka ya hivi karibuni, na inadai kuwa sera zake za ulinzi wa watoto ambazo zinakataza watoto kuweza kufika na nyenzo zozote ambazo zinakuwa zinatajwa hapo. Sasa imeonyesha kwamba pia watoto wanaonekana kwamba kuadapt issue hii. So ili kuondoa adoption hiyo kwa watoto, ni bora kuzifunga hizi sherehe na vitu hivyo visiendelee kutokea katika nchi ya Hungary. Watu wengi wameweza kuandamana mpaka kufika bungeni kwamba ni kwa nini zinafutwa. Bana, imagine kwa sisi pia wabongo waseme kwamba mwaka mpya pia upo, lakini pia hatutaki zile sherehe ambazo zinakuwa zinafanyika au maandamano tofauti ambayo yanakuwa yanafanyika watu wanavyoweza kusherekea, au sherehe zingine zozote ambazo zinakuwa zinatokea. Imagine kwa wabongo kweli tutaweza? Kama tutaweza, drop comment yako hapo, utakometisha kinoma noma, kwa sababu taarifa zote kwa unazipata hapa, lakini pia sisi tutajua kwamba ni wangapi ambao wanakubaliana na kitu hiki au ni wangapi ambao wanakataa. And my name is Dad kabisa kwenye Instagram, Facebook pamoja na Insta unaweza tupata kama sawa sawa digital.